Asante sana wewe ambaye unaendelea kutusubscribe kupitia YouTube kwa kuandika Asnas Media. Asante sana wewe ambaye unaendelea kutufollow kupitia Instagram kwa kuandika Asnas_media. Mimi naitwa John Bosco Kamili. Siku nzuri sana leo, na leo nimetembelewa na mgeni hapa wa nyimbo za kusifu. Nimeipata leo kutoka kwa Tunu Alisi. Karibu sana. Zamani ulikuwa unaitwa Rhino. Yep. Nilikufahamu zaidi huko. Sasa hivi unaitwa Uelewa. Kwa nini Uelewa? Uelewa ni uhalisia. Uelewa ni uhalisia. Maana yake ni kuna kufahamu kitu afu na kukielewa. Uelewa kwa yani maana yake ni kuishi kile ambacho unakifahamu. Kwa hiyo mimi ndio uhalisia tu nilopewa. Kwamba niitwe Uelewa. Lakini maana yake ni kwamba kuishi kitu ambacho unakifahamu. Ndio tafsiri yake. Nimekufahamu muda mrefu kwenye nyimbo zenu ambazo mlikuwa mkizifanya na The Mafix, Passenger na nyingine nyingi tu ambazo siwezi kuziendelea kuzizungumzia hapa kwa sababu tayari una jina lako lingine ambalo ni Uelewa. Ili kuchukua muda gani kutoa akili yako, yani kutoa mind yako kwenye zile nyimbo za kidunia ambazo ulishawahi kuzifanya na kuhamia kwenye hizi nyimbo ambazo ni za kumsifu Mwenyezi Mungu? Kwanza nimshukuru sana Muumba kwa ajili ya uheri na kibali, kwa sababu siwezi kusema kwamba ilikuwa ni plan, sikuwa ikuwa na mkakati. Kwa hiyo haikuwa rahisi, kwa sababu ni muziki na maisha hayo ya nje na mfumo huu kidogo wa kiimani ni tofauti. Huko kuna limitation ya vitu vingi sana. Kuna mambo mengi sana unatakiwa kuyafanya na mengi utakiwa kuyafanya. Kuna lifestyle yani ambayo kila mmoja anafikiri unaelewa kwamba kuna kuishi kwa uhuru kupitiliza, alafu na kuishi kwa uhuru ule wa kweli. Kwa sasa ilikuwa ni kazi ngumu sana kuishi kwa uhuru wa kweli, kwa sababu uhuru wa kweli una mipaka, una kiasi. Lakini namshukuru Muumba ameniwezesha mwenyewe ndani ya miaka 3 leo hii niko very stable. Haikuwa rahisi, sikubadilika mara moja. Na bado still niko kwenye process za kuendelea kubadilika, kwa sababu maisha ni kuendelea kujifunza kila lango. Na hadi sasa hivi tokea utoke kwenye nyimbo hizi za kidunia na kuhamia kwenye hizi nyimbo za kumsifu Mungu, umeshatoa nyimbo ngapi mpaka sasa hivi? Nimetoa nyimbo nyingi kidogo, lakini tulikuwa hatujafika kwenye level ambayo tumefika sasa hivi. Hapo awali tulikuwa tunafanya level ya kuwahudumia wale ambao tuko nao ndani, kwa maana ya kwamba nimeachia album 3 ambazo zilikuwa zinahudumia sana wa ndani. Lakini mafanikio ni makubwa. Namshukuru Muumba kwa sababu baada ya kuwa tumetoka sasa kwenye kuwahudumia watu wa ndani, mimi na my brother Siwani na kugenzi wangu anaitwa Tunu Tajiri tuliamua kukaa chini na kumsihi Muumba tuweze kufound kitu ambacho kinaweza kuleta impact zaidi. Ili next time nikija hapa nisiulizwe kwamba umeshaachia album ngapi. Niambiwe kwamba kuna albamu ulioachia inaitwa fulani na episode. Yes. Kwa hiyo tunamshukuru Muumba tunayo The Seasonless, kwa sababu The Seasonless kwa ajili ya kuweza kusimamia huo utaratibu sasa, kwamba kuanzia leo nimekuja hapa na kuendelea sitaulizwa tena umeachia nyimbo ngapi au Tunu kaachia nyimbo ngapi. Yes. Kwa hiyo tuko kwenye progress, lakini tayari nishaachia album 3 na kuna baadhi ya nyimbo ambazo zimefanya vizuri, lakini hazikufanya vizuri sana kitaifa kwa sababu ya utaratibu ambao ulikuwa haujakuepo wa kuweza, yani muda wa kuandaa utaratibu wa kuweza kufanya matangazo kwa ukubwa ulikuwa bado haujafika. Lakini kwa sasa hivi nafikiri kazi zitaonekana kwa ukubwa zaidi. Sasa hivi umeniambia, tulikuwa tunazungumza hapa kidogo, ukaniambia kwamba umefocus na Tunu Alisi, na Tunu Alisi kanielezea sehemu ambayo umeweza kumfikisha. Unajisikiaje mpaka sasa hivi Tunu kapata tuzo? Ni Muumba mwenyewe cha kwanza. Hatukujua, kwa sababu unajua watu wengi tukiambia tunaimba sifa, watu watoke hapa mnaimba gospel. Unaona, esa gospel ni injili kidogo ya Yesu Kristo. Sisi tunaimba sifa kwa maana tunamtukuza Muumba aliyeumba vyote, wote na yote. Unaelewa? Kwa hiyo ilikuwa si kazi rahisi, na sisi kwetu Tunu kuchukua tuzo, hata kama angechukua Buguruni Music Award kwetu sisi ingekuwa ni kitu special sana, kwa sababu
ni hatua mojawapo kubwa. Emfikiria yani kikundi fulani cha watu wachache kukonka kufika kwenye level za kuwa recognized kitaifa. Kwa sababu nikisema kikundi cha watu sio kwamba tuko wachache kiasi hiko, lakini ni ufahamu ambao umeanzia hapa Tanzania kwenda mataifa mengine. Kwa hiyo kufika kwenye hatua za kuwa recognized kwenye award tena za kitaifa kama Basata Rising Star Award ni kitu kikubwa sana. Kwa hiyo tunashukuru na ni progress na tunaendelea still, bado many more good to comes na mambo mengi yanakuja zaidi. Okay, ni kitu kizuri sana. Nimeona wanamuziki wengi ambao walikuwa wakifanya nyimbo hizi za kidunia wakitoka kwenye ule muziki ambao walikuwa wanaufanya wakahamia kwenye hizi nyimbo ambazo kama wamehamia kwenye gospel, au wengine wameamua kuachana kabisa na mambo ya muziki, wanafuta zile nyimbo zao, hawapendi watu wasikilize zile nyimbo zako. Kwa upande wako wewe unajisikia vipi kwamba watu wanaendelea kusikiliza zile nyimbo, au maoni yako wapi katika hizi nyimbo ambazo ulishazifanya mwanzo? Kuna zile Carola, kuna ile inaitwaje, Passenger na nyingine nyingi tu zinaendelea kuchezwa. Kwangu mimi zile pale ni habari njema. Sina haja kuzifuta, kwa sababu unaweza kuzifuta kwenye platform lakini mtu anayo ndani kwenye CD, utamwambia naye uvunje hiyo CD? Sio kweli. Kwa hiyo itakuwa ni tunasema kiimani. Nini tunasema kiroho, sio, I don't know. Lakini kitu kikubwa ni kwamba kuna ambaye leo hii ananiona pale na akinitazama hapa anakiri kabisa kwamba huyu Mungu anayemwabudu huyu uelewa ni Mungu wa kweli. Sio, unanielewa? Mambo kwa ushahidi. Kwa hiyo zile nyimbo kuendelea, kama mtu alionayo aendelee kuwa nayo. Lakini akinitazama mimi sasa hivi nimhubirie kitu bila kuzungumza chochote. Kwamba ni kweli Mungu anabadilisha. Mungu ni mwabudu, mimi ni Mungu wa kweli wa pekee. Yani inawezekana kuna watu wanapiga magoti kuabudu Mungu. Wangenipa sikio wasikilize, niwaelezee kuhusu huyu Mungu wa kweli wa pekee tunayemwabudu. Anabadilisha kwenye standard ambayo kutoka kwenye level niliyokuwepo mpaka sasa hivi, sifa na heshima na utukufu namrudishia yeye. Kwa hiyo kama una nyimbo si whatever, usione kwamba eti unanipatisha dhambi. Hakuna dhambi ya hivyo. Mungu alinipitisha pale kwa kusudi. Kwa hiyo sinunguniki wala silalamiki mapito yangu, kwa sababu yalikuwepo ili leo iwepo. Kuna muda unapata nafasi ya kuzisikiliza au unajutia kufanya zile nyimbo? Sijawahi kupata tena nafasi ya kuzisikiliza. Na wala sijutii kufanya. Narudia tena. Mapito, yani maisha yako yalopita ndio habari nzuri au mbaya yako ya sasa hivi. Kwa hiyo mimi mapito yangu yale maybe yalikuwa ni mabaya, yaliwakwaza wengi, hayakuwafurahisha wengi, au yaliwafurahisha wengineo, lakini ya leo ni mazuri sana kwangu na kwa wanaonitazama. Kwa hiyo anaendelea, yani ile pasta hizi inibodhi wala inisumbui kabisa, kwa sababu siwezi jikana na ilikuwa ni mimi ambaye sina ufahamu nilinao sasa hivi. Kwa hiyo leo nimekuwa tofauti kwa kulingana na ufahamu niliopokea, kulingana na huyu muumba nilimfahamu na kuelewa kusudi la kwa nini mimi niliimba, nilipewa kipaji cha kuimba, kwa nini mimi ni muimbaji. Baada ya kupata ufahamu leo, ndio maana unaona na badiliko ni kubwa. Sio tu badiliko la muonekano, maisha. Unahisi ulichelewa kufanya hizi nyimbo za kumsifu Mungu? Kibinadamu nahisi nilichelewa, lakini kwa kusudi la muumba kila kitu kina wakati wake. Nafikiri hata kama kipindi tunafahamiana nyuma haukuwa hapa. Yes. Ulichelewa kuwa hapa? Sikuchelewa. Unaona sasa. Yes. Kwa hiyo ni kusudi. Muumba kila kitu chake. Unaona kuna sehemu ulipita kulani. Kuna sehemu ulipita kufahamu mambo ambayo leo hii haiwezi kuwa kikwazo tu kwako. Ndio maana kwa kuwa ulishafahamu, unaweza hata ukawa na podcast chumbani kwako. Na tukaja. Kwa sababu tunahakika kwamba huyu ananiita, hiyo kazi anayoniitia tukafanya naye anafahamu. Sure. Yes, nimefurahi sana kusikia hivyo. Umekuwa ukifanya muziki, lakini sasa hivi ni kiongozi, unamsimamia Tunu Halisi.
haikupi shida sana kurudi kwenye kuandika nyimbo zako hizi ambazo umeamua kuzifanya na kufanya management, yani kumanage msanii? Sasa iko hivi, kuna sisi kwetu hakuna retirement. Sisi kwetu hakuna kustaafu kwenye kazi. Yani Mumba alinipatia mimi kuwa mwimbaji, hakusema kwamba kuna muda utapumzika kuimba ufanye kitu kingine. Hapana. Kumsimamia msanii kama Tunu ana managers wake. Ana manager yake anaitwa Siwani, na ana personal manager yake anaitwa Esther. Yes. Au ni managers wa Tunu. Naona pale. Mimi kwa nafasi yangu ni mkurugenzi mtendaji okay. wa The Seasonless. Kwa hiyo nazungumza na mkurugenzi hapa. Yes. Tabidi nibadilishe kwanza. Sasa niko kwenye kitengo cha kuzalisha. Sasa kulingana na experience yangu ya uimbaji, nimeaminika na kampuni kwamba nimsikilize mwimbaji, nisikilize, kwa sababu inawezekana mimi nikawa, sisi tukawa tuna vision ambayo Mungu ametaka sisi tupite nayo, lakini pia na waleta wanakuwa na vision, inawezekana ikawa ni sawa ya kwetu au ikawa inatupeleka mbele zaidi. Kwa hiyo kwa sababu ya kwenye upande wa music sana nimesimama hapo kwamba nitamsimamia aingie studio, arekodi, akishamaliza kurekodi as a company, sio as mimi. Yani usije kwa baadaye ukasema sasa mtafute blaza nisaidie. Hapana, ni kwa utaratibu. Kwa utaratibu. Kwa hiyo na kisha kwamba product inapatikana, na kabidhi timu yake wakisema kwamba hatujapendezwa nayo, tunakaa tena chini, ushanielewa? Lakini tunafanya ni kazi as a family kuhakikisha kwamba Mungu anapata utukufu. Yani kinapatikana kitu kizuri. Unajua zamani ilikuwa watu wakitaka kumwimbia Mungu ndio wanapiga nyimbo za huzuni na majonzi, yani kwamba tunamsifu Mungu. Lakini ilikuwa ni kwamba maana yake ni kwamba Muumba au kwa level tu kwamba Mungu ndo alikuwa anapewa vitu vinyonge, kwamba tulie. Ikija kwenye swala la mambo ya uharibifu bata na nini, watu wanataka wapige. Sasa sisi tumekuja kufuta hiyo kwa Muumba. Sisi Muumba hatumpatii manyonge, tulikataa. Ndio maana tunashukuru hata brother Azma. Unaona, ukiangalia hii movement ni kwa sababu ana vision na abagui. Ushaelewa? Kwa nini hajabagua? Ni kwa sababu kuna mandate ndani amepewa kwamba inawezekana akawa na deal na watu wa hip hop, na deal na watu gani, lakini ilikuwa inatakiwa Tunu leo naye apite hapa ili ile kusudi la Muumba lifanyaje, litimie, lionekane kwa vitu kama hivyo. Kwa hiyo nasimama kwa Tunu kama mwimbaji mwenzake, lakini kama kiongozi wake, kwa maana kuna vitu ambavyo mimi navifahamu kwenye sanaa yeye vifahamu. Lakini sitachukua zamani niilete, kwa sababu hata hicho ninachokiimba mimi mwenyewe ni kipya kwangu. Ushanielewa? Kwa hiyo tunaleana kila alicho nacho, tuna share kwa nafasi, na tunashukuru progress ni nzuri, na tunaenda sehemu ambapo ni safi. Tokea umefanya nyimbo hizi za kidunia hizi na sasa hivi ambapo umehamia kwa hizi nyimbo za kusifu, unajisikiaje mpaka sasa hivi? Unajisikiaje mwenyewe? Brother, unajua ukiimba kitu ambacho ni cha kweli, yani ukiimba kitu unachokiishi, ni tofauti na kucreate story. Ma-actors wengi wa movie walikufa na stress, walijiua kwa sababu walitengeneza illusion, yani walitengeneza vitu ambavyo wakija kuangalia kwenye maisha yao si wao. Ilikuwa ni for fun, watu watazamaji wa enjoy, lakini mwisho siku akija kuangalia yeye, na same kwenye game. Kunaishi kwenye game maireni mengi hivi, pini sio vitu gani, mableach, ushanielewa? Lakini sometimes hapo hata pa kustarishwa hauna, pa kulala hauna. Unakuta kijana na miaka mpaka 40, 45, ana hata mke, afikiri kuwa na familia. Yes, 3 seconds nataka atoboe ende wapi? Sio, unaelewa? Kwa hiyo leo hii I'm happy na familia, ushanielewa? Yani nina majukumu ya kufanya, mpaka nimeweza kusema kwamba nao niko ready. Nilishafanya majaribio, JR Junior anafahamu, tushakana tukatengeneza normal jokes nini, tukafanya vitu gani. Ilikuwa ni movement kubwa, lakini haikuweza kufanikiwa kwa sababu yani ilikuwa ni kama unaweza kumchukua samaki kumwingiza kwenye mamba, ukachukua na chura ukakiingiza, yani unasubiria matokeo ya kitu ambacho, ushanielewa?
Yani wewe kazi yako unakuwa unasubiria matokeo kwa progress ambazo ni hazipo. Yani Sasa kwa Muumba ni tofauti. Huku tuna amani, tuna raha, alafu pia tunaimba kitu ambacho ni cha kweli cha kwanza. Nikiimba kwamba mimi nimefanikiwa, sikudanganyi. Nikiimba kwamba mimi nimebarikiwa, sikudanganyi. Inawezekana baraka unaotegemea wewe labda nikuoneshe ghorofa, lakini baraka labda mimi kupata mtoto it's a blessing. Yeah. Mimi kuwa hai. Kuna vijana wengi, mimi kwenda tu hospitali kucheki, sina HIV, sina kisukari, sina kaswende, sina kisonono, sina malaria. It's a blessing. Si wadharau kwamba eti walionayo wao sio wabarikiwa. Inawezekana wao wamebarikiwa kwenye engo nyingine. Yani ni hivi, baraka zimetofautiana. Kwa hiyo mimi namshukuru Muumba niko hai, namshukuru Muumba niko na timu ambayo tunafanya kazi kwa upendo. Mwangalia tumekuja wengi hapa just for Tunu. It's a love, shelewa. Sio kwamba eti ndani yao, ndani ya humu kuna brother yake Tunu, kuna sister yake Tunu, familia. Kwa hiyo tunaendelea kila lango kuhakikisha kwamba Muumba anapata heshima, lakini kikweli anatubariki. Tuna amani. Mimi nikushukuru sana Uelewa. Nashukuru pia. Kwa lolote ambao unaweza kuambia wale ambao wanakutazama sasa hivi. Mimi ni msemaji wa Tunu. Na Tunu kajiongelea mwenyewe. Kajiongelea lakini mimi utanisikia mara nyingi sana nazungumzia kuhusu Tunu kwa sababu Tunu amekuwa baraka sana. Tunu amekuwa baraka. Wewe ambaye unadhani labda nikizungumzia Tunu unabahatisha. Kuna YouTube channel inaitwa The Seasonless Studios. Au ingia tu YouTube andika Tunu Halisi. Amenishirikisha wimbo unaitwa Bila Yeye, wimbo mzuri, one of the best song. Alafu nikwambie kitu, kwa nini nimesema Tunu ni baraka. Mimi mwenyewe ni for the first time nimerelease wimbo ndani ya siku 2 nina views 200,000 plus. It's a blessing. Kwa hiyo Tunu amekuwa so baraka tu kwake pekee, hata kwangu. Ushanielewa? Sijaifika hiyo mileage. Lakini kupata baraka kushirikiana na huyu superstar, leo nimeenda kwenye kiwango kingine. So na kusika angalia pale, lakini mimi namshukuru Muumba. Nilikuwa na Instagram account. Unajua watu wengi wanazungumzia sana kuhusu Instagram account. Mimi nilitoa ile Instagram account nikampatia Tunu Halisi. Kwa ni ya kwake. Hii ni exclusive au shaizungumza sehemu? Sijaizungumza sehemu yoyote. Ile ni ya kwake. Kwa hiyo ukiona pale kuna picha kisheria, yani kila kitu ni cha kwake. Sio kwamba amenunua, sio kwamba alitaka avuke stage atengeneze fan base. No. Ndio maana nasema hivi, ukiona nazungumzia kuhusu Tunu ni kwa sababu Tunu ana deserve. Ni binti mdogo, ana miaka almost kama 22, 23 23. She's too young. Alafu tunataka superstar now. Amenitoa na mimi tena, kanirudisha kwenye game. Nini kwamba leo hii kuna watu nakaa nao ndio uzuri wa kutenda wema. We talk kwamba we unasemaje? Unaona namba uone. Kwa hiyo unaweza usione Instagram nini, lakini no, ukimfollow Tunu Halisi, umesupport movement. Kwa hiyo Instagram anaitwa I am Tunu Halisi, follow. Kwa TikTok pia anaitwa I am Tunu Halisi. Siwezi kujizungumzia mimi kwa sababu utanifahamu mimi ukimwona Tunu umenifahamu mimi. Upo pale. Yaani ukimwona Tunu umenifahamu mimi. Isema kwamba kwa sababu Tunu ametubeba wengi. Tunu ametubeba wengi. Muumba zidi kubariki wote unatazama, lakini tuko na more exclusive, tuko na more exclusives. Yani a lot of exclusive soon as possible. Najua na hii sio mara ya mwisho kufanya interview, tutafanya tena. Tutazungumza mengi zaidi yanayokuja. Basi mbarikiwa. Mimi nikushukuru sana Uelewa, na imekuwa siku nzuri sana kwangu. Na kwangu pia mno. Asante sana kwa wewe ambao unatutazama, endelea kutusubscribe kupitia YouTube, andika Asnas Media, lakini Instagram Asnas_media. Mimi ni John Bosco Kamili.